Mwenyezi Mungu, tutakuwa wa kukushukuru daima, kila wakati na kila mahali. Na leo tuko hapa Bugarama katika jengo hili lililotengwa kukuabudu katika roho na kweli. Utubariki tunapotafakari neno hili, litujenge na kutuimarisha na kutuweka karibu nawe, na kutuweka karibu na ndugu zetu, jamaa na marafiki, na zaidi tuendeleze undugu katika Kristo. Jina lako lihimidiwe sasa na hata milele. Amen. Wapendwa, kichwa kinachotuongoza ni kile kile cha Jumapili ambacho kinasema kumtegemea Mungu ni maandalizi ya maisha yajayo. Kumtegemea Mungu ni maandalizi ya maisha yajayo, lakini vile vile tunaweza kusema kumtegemea Mungu vile vile ni maisha ya maandalizi ya sasa katika dunia hii na maisha yajayo. Kumtegemea Mungu ndiko kumekufanya wewe na mimi tuwe miongoni mwa watu wanaoikumbuka siku ya Bwana na kuitakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtegemea Mungu ndiko kunakufanya hata leo, maana umekuja kwa hiari, sio kwa silaha wala bunduki wala mtutu, lakini imani yako katika Kristo inakusukuma kufika katika hekalu lake, kusikia kwa masikio yako neno la Mungu, kuwasilisha maombi yako kwa Mungu, kumsifu na wenzako katika kanisa la Bugarama na kushuhudia matendo makubwa anayoyafanya kama uzinduzi wa ofisi na darasa la watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika hilo unaona kwamba viashiria, tungekuwa tunaangalia viashiria vya utegemezi wa watu kwa Mungu, ni pamoja na kusali, ni pamoja na kuwa tofauti na baba yule ambaye namkumbuka kwa masikitiko, ambaye yeye alikuwa anasalia kwenye redio. Alikuwa anasalia kwenye redio. Batayibemba gya kushoma wene nalia redio nguni yashomera. Siku moja mchungaji mwenzetu anatusimulia alipofika, tena ni wa dayosisi hii, alipofika kwenye ziara za kuhamasisha watu kusali, wamtegemee Mungu, wasimsahau, wasimwache Mungu, aliyoyajibu yanasikitisha. Maana alisema nyenshomera redio, mimi nasalia kwenye redio. Mchungaji akamuuliza, unawezeshaje kazi ya kanisa? Sadaka yako inaenda wapi ya kuwezesha kazi ya kanisa? Kazi ya Mungu isikwame, isirudi nyuma. Pengine ni ujenzi, pengine ni posho za wainjilisti na wachungaji, pengine ni ukarabati. Wewe unachangiaje maendeleo ya kanisa? Akasema, mimi sadaka yangu ni ya kununua betri za redio. Mazungumzo yameanza hapo. Basi mchungaji alisema, sina la ziada, nikutakie redio njema na kusali kwa baraka na furaha. Haikupita miezi 6, ugonjwa na ugonjwa hauchelewi. Tayari wakaanza kumuita mchungaji, tunaomba uje kumhudumia huyu, anahitaji na masakramenti na maombi na hata kuombewa na kubarikiwa. Mchungaji akiwa kwenye ziara ya wengine huko wanaomtegemea Mungu na kumcha na kusali, akawaambia, mumwambie aiombe redio imshirikishe, maana yeye anasali kwenye redio. Wakabembeleza, na huyo akajuta. Mchungaji kwa huruma akaja kumshirikisha na kumuombea. Ya Mungu ni makubwa, hata akapona. Maombi yanaponya, akapona. Bwana Yesu asifiwe. Tangu alipopona, yeye anawatangulia wote kanisani na wanamuacha kanisani. Mambo makubwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii yote ni mifano ya kuonyesha kwamba wanaomtegemea Mungu wana viashiria vingi. Kimoja wapo ni kujitoa na kutoa. Mswahili ameshasema kutoa ni moyo, si utajiri. Kutoa ni viashiria vya waliomtegemea Mungu, ambao wanajiandalia mbingu mpya na nchi mpya. Lakini sio nchi mpya tu na mbingu mpya tu, bali hata maisha ya kesho ukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Viashiria vya kumtegemea Mungu ni pamoja na uimbaji. Ona waimbaji wanavyomsifu Mungu, ni kama wanaimba Zaburi kila Jumapili.
Angalia walivyopendeza. Wameingia hata gharama za uniform unao waona hapa. Wameingia hata gharama za fedha, gharama za vifaa. Wanajua wanayemtumikia na kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Ni viashiria. Labda kinachoumiza, kuna waimbaji wanaolinga. Akiona na kasauti kazuri anaanza kulinga mpaka wambembeleze, ikiwepo ziara waseme tutakupa na hela za nini. Anasema ndao yoro mwampa mahela. Hojo. Huyo anatuharibia, maana analinga. Wewe unaweza kumlingia Mungu. Naomba waimbaji mjitoe kama mnavyojitoa, bila kulinga, bila madoido, bila mambwembwembwe. Viashiria vya kumtegemea Mungu mbona ni vingi jamani. Ujenzi wa miundombinu. Angalia, tuko hapa kumshukuru Mungu na kuzindua kanisa la heshima. Jengo la heshima liko pale, darasa la kipaimara la Sunday School na ofisi za usharika. Bugarama inazidi kupaa. Ni kwa ajili ya wanaomtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mbona orodha ni ndefu? Wanaomtegemea Mungu na kumtumainia ndio wameshiriki kusaidia na wasiojiweza. Hawa ni kama wanamwakilisha Mungu kutenda mambo makubwa kwa niaba ya Mungu. Na kwa kufanya hivyo wanabubujikiwa na furaha kubwa katika mioyo yao, maana wamemwakilisha Mungu. Alikuwepo bilionea mmoja, habari zake zimeandikwa na zinashtua. Alikuwa na kila kitu lakini hakuwa na furaha. Akawa hana raha mpaka hata anafikiria kujiua. Fikiria, bilionea, tajiri. Unajua bilionea, nilikuwa naangalia, ili uwe bilionea inabidi uwe na dola bilioni 1, ambazo ni kwa hela ya Tanzania ni trilioni 2.5. Ndipo unahesabika bilionea. Alafu kuwa milionea sio kuwa na milioni ukasema nanye ndi milionea. Kuwa milionea, takwimu za kimataifa zinasema uwe na dola milioni 1, ambazo ni bilioni 2.5. Bilionea awe na trilioni 2.5 za kitanzania. Milionea uwe na dola milioni 1, bilioni 2.5, au bakweta milionea. Tibi angira ye milioni 5 nanye mwenyete. Kuna viwango. Sasa bilionea ambayo tungesema ni trilionea kwa lugha yetu ya Kitanzania alitaka kujiua. Hana furaha, hana amani. Na itunga aliona na ayenda kuita. Kilo kimo, siku moja akaingiwa na akasikia wanatangaza kwenda kusaidia wasiojiweza. Akasema hebu na mimi nitoe mchango wangu. Akanunua vile vigari vya wasioweza kutembea, wheelchair. Akapeleka kama azijue 1,000. Alipofika kwa wale aliowasaidia, wakati anakaribia kuondoka, mlemavu mmoja alimshika mguu, akamshika mguu, akamwangalia usoni, akasema, mpendwa, nisingependa uondoke hapa kwa hili zuri ulilotufanyia sisi tusiojiweza, lakini najua lazima utaondoka, lakini nataka nikwambie furaha yangu itatimia nikikutana nawe kwenye uzima wa milele. Ilikuwa inasikitisha. Bilionea anasema tangu saa ile ile alisikia maana ya maisha na furaha isiyoisha kwa sababu amewasaidia wasiojiweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuwasaidia wasiojiweza usije ukaliona ni jambo la kawaida, maana unamwakilisha Mungu na unakuwa msamaria mwema wa karne hii. Msamaria mwema naye aliwajali wasiojiweza. Akatumia divai yake kusafisha vidonda, akatumia hata mafuta yake kusafisha vidonda, akatumia fedha zake kumtunza Mungu, akatumia na gari lake kumpeleka mgonjwa kwenye nyumba ya wageni. Mnaomtegemea Mungu mmekuwa na viashiria. Kingine ni kumzalia Mungu na watu matunda ya imani. Wagalatia 5:22 hadi 23. Orodha ni ndefu. Wamekuwa na upole, wamekuwa na amani, wamekuwa na utu wema, wamekuwa na fadhila, wamekuwa na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia hii hauwezi ukapita bila uvumilivu. Na Mswahili amesema mvumilivu ula mbivu. Huo uvumilivu ndio umewawezesha na wengine waonje matunda ya utegemezi kwa Mungu. Wako hapa
wamestaafu vizuri kwa heshima na kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamemtegemea Mungu na wamevumilia mengi. Ndio maana wanasema hata ukimuona nyani amezeeka ujue amekwepa mikuki mingi. Mbarasha na agira hati mbishanga bati ya marago rugendo kama Yesu asimwe. Haya, sasa kwa utegemezi huu, ninyi mnaomtegemea Mungu mmefananishwa sana na yule bibi wa Sarepta, mama wa Sarepta, tunayemsoma habari zake katika Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 16, ambaye bibi huyu wakati wa njaa na ukame amebakiza mlo mmoja tu wa jioni. Amebakiza mlo mmoja ale afe na mtoto wake. Ghafla anakuja Nabii Elia. Nabii Elia anasema naomba chakula. Mama anasema sina chakula, nilicho nacho ni chakula mimi na mtoto wangu, alafu jioni tufe, baada ya kula tusubiri kifo. Nabii wa Mungu Elia anasema leta hicho ulicho nacho kitabarikiwa. Alipoleta tu kile kidogo, mama yule akaona maajabu, kubarikiwa kukawa kwingi. Akawa na mapipa ya vyakula. Hata katoto, mtu mshangilie Mungu hata kwa hilo. Hata katoto kake kalikokuwa kanaumwa, Nabii Elia akakaombea. Wanaomtegemea Bwana, wanaomtumaini Bwana wanabarikiwa katika maisha haya na katika maisha yajayo. Ndio maana Zaburi ya 125 ikasema wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika bali wakaa milele. Na kama Yerusalemu inavyozungukwa na milima, ndivyo Mungu anavyowazunguka wanaomwamini na kumtegemea. Mungu akuzunguke milele na milele. Bwana ninyi mnaomtegemea na kumtumaini Bwana mmefananishwa sana na watu wa Makedonia. Katika Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 1 hadi wa 5, Mtume Paulo anasema nimewashangaa watu wa Makedonia, kadiri hali ilivyozidi kuwa ngumu ukarimu wao uliongezeka. Lakini siri ya mafanikio yao ni kwamba walijitoa kwanza kwa Mungu kama sadaka, ndipo wakaja kumtolea baadaye. Hawa wametofautiana na wanaotoa sadaka wakilalamika, batu itanabo na michango. Haujajitoa kwanza wewe uwe sadaka, ndipo utoe sadaka. Oyeheyo owaruwanga wawe oba kiongano, nawe abase kukuchungura no kubona enshonga y'ebihongano byawe. Obanzobe kihongano kyo Mukama, oyeyongero Mukama, oyeheyo arwo Mukama, omweyongere nebyora amuhongera bihagire enshongo mu maishoge. Mukama Yesu asimwe. Walijitoa kwanza, maana yake walimtegemea Mungu kwanza, wakamwamini kwanza, wakajitoa kwanza, ndipo wakaja kumtolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena mtafananishwa na yule bibi kizee aliyeonwa na Yesu tu katika utoaji. Aliweka vyote alivyo navyo kwa ajili ya Mungu. Mpaka Yesu anasema huyu maskini ametoa kuliko matajiri. Kutoa ni moyo, si utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtafananishwa na Ibrahimu ambaye alimtii Mungu, akajitoa na kutoa kwa ajili ya Mungu, mpaka anamtii Mungu kiasi cha kutembea kilomita 1700 kwa mguu. Anatoka Ur iliyoko Irani, anatoka Ur kwenda Harani kilomita 900 kwa mguu. Alafu baadaye anaambiwa toka Harani uende Kanani, Israeli, kwa mguu. Hizo ni kilomita nyingine 600 hivi. Hayo tayari umbali wa 1000 kilomita 1500 hivi anatembea kwa mguu. Baada ya Mungu kuona imani na utegemezi kwake, Mungu anamwambia Mwanzo 12 mstari wa 1 hadi wa 4, kwa kuwa umeniamini na kunitegemea, basi atakaye kubariki atabarikiwa, na atakaye kulaani atafanya nini? Atalaaniwa. Basi ninyi mnaomwamini na kumtegemea Mungu, hata akitokea wa kukulaani atashindwa na atalaaniwa mwenyewe katika jina la Yesu. Maana umemwamini na kumtegemea. Waikiriza kumwesiga
no kumwehongera kakimo kama Yesu asemwa. Ninyi mnaomwamini na kumtegemea Mungu ni kama mmefananishwa na akina Shadrach, Meshach na Abednego ambao walisema hatutamwabudu Nebukadneza, sisi tutamwabudu Mungu tu, kama mnatuua mtuue. Na hata walipowekwa kwenye tanuru la moto hawakuungua. Mungu amewazunguka na kuwalinda kwa muujiza na maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninyi mmefananishwa hata na yule kipofu Batimayo ambaye aliendelea kumlilia Yesu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu nipate kuona. Maofisa wa usalama wa Yesu wanasema hapana, usimsumbue bwana mkubwa, wewe utamuita kubii, usimsumbue. Lakini Yesu alipoona imani na utegemezi wa kipofu, aliwatuma wamlete aje amponye, aonane naye. Maana yake hawa waliokuwa wanamzuia wakarudi wenyewe kwa gharama zao kumwambia, bwana mkubwa anakuhitaji. Maombi yangu kwa Mungu leo ni kwamba hata wewe wanaokuwekea vikwazo waje waviondoe wenyewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Kwa hiyo wanaomtegemea Mungu tayari wanaona faida katika maisha haya na hata katika matumaini ya uzima wa milele. Lakini utegemezi kwa Mungu huenda na kuzishika amri za Mungu. Na hata Yesu mwenyewe anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana 14:15 hadi 20. Lakini kuzishika amri pia kunaleta matunda. Isaya sura ya 9 mstari wa 19 anasema, mkinitii mtakula mema ya nchi. Mkinitii mtafanikiwa. Hata somo la leo kama umelisikiliza kwa makini, limeanza kwa kusema msimjaribu Mungu. Ndio jambo la kwanza tunalolitoa pale. Usimjaribu Mungu wako. Walio wengi wameanza kumjaribu Mungu kwa kusema tunywe sumu tuone kama muujiza utatendeka. Hiyo ni kumjaribu Mungu. Wanaomjaribu Mungu wameanza kumjaribu kama wale wa Kenya waliosema tufunge, tusile, tufe haraka tumuone Yesu. Watu 400 wako makaburini ninapoongea sasa hivi nchini Kenya kwa sababu ya mafundisho potoshi. Tumeruhusiwa tu mara moja, napo ni mara moja, kumjaribu Mungu katika mara 3:10. Mjaribu Mungu kwa sadaka zako na zaka zako, uone kama hata kutendea maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo umeruhusiwa kumjaribu Mungu. Mjaribu Mungu kwa kutoa sadaka zako kwa ajili ya ujenzi wa darasa la shule ya Jumapili na ofisi, uone kama hata kutendea. Na wengine tayari wametendewa, kwa taarifa wanatendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tayari tunaona kwamba usimjaribu Mungu isipokuwa kama ni kwa sadaka. Jambo la pili tulilojifunza kwenye somo letu la leo, anasema fuata sheria zake. Wewe uliyemtegemea Mungu, fuata sheria zake. Tena jambo la tatu lililoko pale, anasema utalindwa. Wewe unayemtegemea utalindwa dhidi ya maangamizi. Ndivyo ilivyotajwa pale. Wewe unayemtegemea Mungu utalindwa. Inafanana na Zaburi ya 91 mstari wa 11, neno linaposema hata kuacha uangamie, maana atatuma malaika wake wakudake. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuacha uangamie. Na wengine wenu mmekuwa mkilindwa, mkitetewa na Mungu kupitia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anaendelea kusema vile vile kwamba ataweza kukufanikisha umiliki ardhi. Unaona, tajiri wa kwanza anaowaahidi Mungu kwa watu wake ni ardhi. Kugira itaka, ukagira kibanja, ukagira katote. Ukagira katote. Uwe na ndizi, na uwe mbakulia kitoke obemu. Umbakulia age obemu. Anakubariki unakuwa na mashamba. Na hapa maeneo ya Yangiro tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Ni maeneo tunayojivunia kwamba yana ndizi ambazo zina muonekano mzuri. Unaweza ukatoka kona moja hadi kona nyingine hujaona mtuishe. Na watoto wa Buhaya walijifunza Kiaya kwa kusema mama tote aro kitoke. Mbwenu mbaliki tali mbaliba ina mtuishe umwana takigamba mama tote ni mama tuiche. Niyo bago bile. Niyo bago bile muri tuiche. Lakini ninyi
Mungu amewatendea, amewafanyia muwe na mafanikio tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hili linatufundisha umuhimu wa moja, kuendelea kumtegemea Mungu, kuendelea kumzalia matunda mema, kuendelea kuishi vizuri na wenzetu walioko kwenye ndoa, waishi kwa amani na upendo na waishi kwa kuvumiliana. Hapo watakuwa wameonyesha matunda yao kwa utegemezi wa Mungu, watakuwa tofauti na wanandoa wawili ninaomaliza nao. Hawa ni wanandoa ambao walifunga ndoa siku ile anasema nitakupenda, tena wengine wanachumbiana na kusema nitakupenda mpaka ziwa Victoria likauke. Ziwa Victoria halijakauka, hawapendani. Mungu akusaidie na anisaidie, tumtegemee Mungu, tuvuke salama na tutavuka salama. Bwana asifiwe sana. Naye Mungu alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen.